Jambo. Unaweza kujitambulisha? Mimi naitwa kwa jina la Delfe Kalembe Ngoma Nzito, komanda wa CPLC Bar FABB Biloze Bishambuke. Tunashukuru sana kiongozi kupatikana kwako hapa Uvira. CPLC Bar FABB inaendesha shughuli zake kwenye milima mirefu ya Uvira, Fizi na Mwenga. Unaweza ukatuambia na kwa faida ya raia wote wa Kongo, kwa nini unapatikana hapa Uvira? Shabaha ya kupatikana hapa Uvira kwangu, wakati nilipokuwa kwenye milima mirefu ya Plateau Minembwe, nilipata habari kama Uvira imeanguka mikononi mwa adui. Ni hapo nilisimama kwa kasi kubwa, tuje pigania Uvira yetu hata na nchi mzima. Lakini vita bado vinaendelea. Sijui kwa sasa kuna ripotiwa ya kwamba wazalendo walio wengi kwa sasa wanapatikana jijini Uvira kuliko kwenda kwenye uwanja wa mapambano. Tunataja huko kwenye maeneo ya Kabunambo, huko kwenye nyanja za juu, Minembwe, Point Zero. Wito gani unaweza ukawatolea? Najua wakati nilikuwa kwenye vilimani, nilimutuma J3 wangu kama vile Rufa de Rufa hapo Makobola. Hakika walifanya kazi na juhudi kubwa. Waliposhika mji wa Uvira, nami nikaporomoka kwenye Point Zero nifike hapa Uvira. Wakati nilifika hapa Uvira nilikuta kabisa Uvira wamekamata na watu wote wako kwenye usalama. Ila wakati nilifika nilikuta manongono ni mengi, maana muji hauyatengamana mzuri. Mungali mamesaje fulani ya kusema kama kuna M23 yenyewe alibaki ndani ya muji, ndo tunaanza shughulikia ile mambo. Lakini kwa sasa tuko fire kwa adui kumtumikia kazi. Ni hivyo kiongozi. Sijui unaweza ukasema nini kutokana na malalamiko ya nchi za Umoja wa Ulaya ambazo zinadai kwamba wazalendo ninyi hamuprotege raia wa Kinyamulenge, mnaprotege tu raia wengine. Wito wako kama wewe mzalendo halisi, unaweza ukasema nini? Wito wangu mimi kwenye char de bataille nafata adui mwenye kuwa na silaha, ila najua yule yoyote asiyekuwa na silaha ni rahia, siwezi mufata. Ndani ya nchi kuna makabila mingi na kutumika kazi yetu hatuwezi bagua kabila. Wanyamulenge wasiokuwa na masiraha ni warahia, hao hatuwezi wafuatilia, lakini yule yoyote anayekuwa na silaha kama vile 23 mpaka tumfuatilia hadi mwisho. Sijui afya ya CPLC Bar FABB kwa sasa ikoje? Naona usalama ni mwingi, ila tumejiandaa kufunga malinye de front huko Mplene de la Ruzizi, na vijana huko shamura, maana kuna mainformation zinazosema kama adui amejiandaa kuja Uvira. Lakini hiyo ya kusema kama wanakuja Uvira, kilisho watosha Uvira ndicho kitakacho watosha tena zingine fasi. Maana sisi hatuyapigania hapa mubarabara, tulianza kupigania mubarabara Makobola, na kwa sasa tumekuta adui hana nguvu, hata waje kwa wingi tutawasambaza. Adui anasema kwa ule ambaye wewe unamuita adui, anasema kwamba watu ambao walikufa Sange na ile guruneti wazalendo na FARDC. Wito wa CPLC Bar FABB ni upi? Ile ngurunede yenyewe iliyotupwa Pasange, hakika tunajua ile nafasi ya Sange imezibitiwa na adui, na adui ndiye ameitupa katika waraia wetu, na tuna hasira kubwa kwa kutupa mangurunede ndani ya raia. Mheshimiwa, hapa jana tumekuona hapa jana kwa maeneo ya Plain, na nataka kujua kwa sasa Sange iko mikononi mwa serikali ya Kongo ama wasesha? Sange iko mikononi mwa adui. Ndiyo. Na tulitaka kujua nini kama FABB kunakuwa tetezi ambazo zinakuwa kwa sasa, na sio tetezi, ni uhakika kuwa kunakuwa PDD coordination ya kwanza ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Alexis Dunia, na nyingine kwa sababu inaongozwa na William Yakutumba.
Je, uone kama inaweza kuwa ama kuletea shida ama kuleta pengine mnaoiga wazalendo? Coordination zile mbili ambazo nazo sema haziwezi kutuletea shida sisi kama vile FABB. Ni force ya Biloze Bishambuke, tulikuwa kwenye vilima, hatukujua coordination ya Alexi wala coordination ya William. Wakitushirikisha kuwa ndani, tutaijua kama coordination ya fulani ndio yenye kuwa. Kiongozi, ujumbe wako kwa raia wa Uvira na raia wote wa Kongo ambao wana matumaini mengi kwa Biloze Bishambuke? Sisi kama vile Biloze Bishambuke, sisi tuna shauku wala tuna haki ya kupigania nchi yetu. Yule yoyote anayekula rushwa ya nchi yetu, yule ni adui wa nchi yetu. Na hapa kwetu Uvira, yule anayejua kama amekula rushwa ya nchi yetu wala ya hapa kwetu Uvira, yule ni adui wa maendeleo ya Uvira. Lakini kwa sasa sisi hatuwezi tukakule rushwa ya nchi yetu wala ya village yetu ya Uvira. Hapana. Na hivi tumezingatia hapa Uvira, yule adui aje 100 gisi atakuja tutampokea na atajua kama amepokelewa na wanaume. Mheshimiwa, hapo mwanzo kabla waasi kushika mji wa Goma, rais wa Kongo alikataa katu kuongea na waasi 23. Lakini kadri siku zilivyoenda kuendelea wakashika Goma, Bukavu na tena wako harakati ya maongezi, lakini tena amekataa kusema yuko tayari kuongea na wale wote wa opposition wa Kongo, lakini sofu wale wa mseme waasi. Je, uone kama inaweza kuleta shida pengine kumbele ama? Sisi wazalendo tuko nyuma yake, aendelee kuwakatala na tuko imara kupigana hadi mwisho. Na yule yoyote hataenda kwenye mlengo wa president wetu Fashi Beto, yule tutamuchapa na kumsambaza mbali. Mheshimiwa, Minembwe kwa sasa iko mikononi mwa waasi ama serikali ya Kongo? Mji wa Minembwe kuna upande moja kama vile Kakenge na Pwezero, Rusanguku iko mikononi mwa FARDC pamoja na wazalendo kama vile Biloze Bishambuke wenyewe nilioacha kule, wako pamoja kabisa vitukatuka kule. Neno fupi kwa raia wa Kongo. Sisi tunaeleza raia wa Kongo wajisikie kama wazalendo wamesimama imara, lakini wajue kama kuna wazalendo wa aina mbili. Kuna wazalendo halisi na kuna wazalendo wa pirate. Na wale wazalendo wasiokuwa halisi ndio wanayokula rushwa ya nchi yetu. Lakini sisi kama vile wazalendo halisi hatuna wakati wa kula rushwa ya nchi yetu. Raia wa Bukavu, Goma, kilime lini kuendelea? Raia wa Bukavu, wa Goma wasubiri wasikie surprise yenye tutapiga hapa Plaine de la Ruzizi, na hata Bukavu tutaingia na tuko imara na tuko bien sûr kama tutaingia Bukavu, kwa maana tulishajua nguvu za adui na faiblesse yake.